ndio maana ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun ambao wafuata nyayo za mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam katika da'wa, jambo kubwa wanalolilingania zaidi ni tauhid, kwa sababu hii tauhid ndio itakayowakusanya waislamu kuwa kitu kimoja kwa ukweli, si kwa kudanganyana na kujipendekeza baadhi ya wao kwa wengine. Sababu jambo la dini si masala ya mujamala, mtu akajipendekeza kwa mwenzake lakini ndani ya moyo hampendi yule ndugu yake. Jambo la dini ni kubwa zaidi kuliko hivyo, na ndio maana utakuta umoja ulioko baina ya ahlul bid'ah ni umoja feki. Kwa sababu gani? Nitawapeni mfano. Kuna mahizbi humu Mombasa, utawakuta wakizungumza wao na wafanya tahrif ya maana ya aya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wakaitafsiri aya maana yake watu wa sunna, watu wa bid'a, mashia, sufi, nini wote changanya tu mayai na mawe kwenye kapu moja, kisha uvae champali utembee kwenye matope, kisha ufukuzwe. Sasa kwa baki kitu hapo, umetia kwenye kapu moja mayai na mawe, kisha umvaa champali, kisha kuna tope na ufukuzwa. Siwateleza mayai yote yavunjika. Hakuna umoja huu feki. Allah subhanahu wa ta'ala sema tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la ya'qilun. Huu ni umoja wa watu wasiokuwa na akili, wasiofahamu, si umoja wa kikweli. Ukiwaangalia utadhania wako pamoja, lakini ndani ya nyoyo zao kila mmoja ana yake. Ahlus sunna wasema huu umoja huu sisi hatuutaki. Umoja tunaoutaka ni ule umoja ambao ndani ya nyoyo zetu sisi ni kitu kimoja na viwiliwili vyetu viko kitu kimoja. Tukishatengeza hizi nyoyo, bila shaka vile viwiliwili vitatengenezeka. Na nani aliyewaambia waislamu kwa nyinyi mkikusanyana kiwiliwili tu ndio mtapata ushindi, wakati Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an, wa yawma hunain idh a'jabatkum idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Wakumbuka siku ya Hunain, kuna baadhi ya wale ambao walikuwa katika lile jeshi walikuwa wakisema hatuwezi kushindwa leo kwa sababu tuko wengi leo. Lakini ule wingi wenu Allah asema haukuwafaa chochote. Ikiwa dhambi moja ya ujub moja tu pekee yake imefanya jeshi la watu wakaanza kukimbizana, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين, مككمبيا katika vile vita. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, mpaka Allah akawanusuru. Kumbukeni, akaleta utulivu kwa mtume wake na kwa waumini, ndio wakarudi kushinda. Sasa umoja ambao ikiwa hawa ni masahaba, dhambi ya ujub peke yake tena kwa baadhi yao imeleta athari hii. Sasa wewe fikiria, mko na watu ambao mwadai kuwa ni wamoja na wao, kisha wakikaa kando wamtukana ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha kwa tusi ambalo mimi siwezi kulitamka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, kabla yake Abu Bakr as-Siddiq, wao kwa wao ni kufar munafiqin. Kisha wewe waje kusema kwa hawa watu wako na sisi, ndugu zetu, ndugu zako wewe na mashetani wenzako, unganeni huko. Sisi umoja wao hatuutaki. Hatuutaki umoja wa watu ambao wakizunguka nyuma wazungumza mambo tofauti na vile inavyotakana Muislamu awe. Hakuna umoja wote katika jambo kama hili. Sijui mwaelewa? Mbona basi mchezewa na mahizbi? Mbona mahizbi wachezea waislamu sana, wawadanganya bwana? Tunaitwa kitu kimoja. Umoja ni nguvu. Umoja upi ni nguvu? Umoja upi ni nguvu? Na nyote mwaona katika huu ulimwengu, umoja wowote ambao haukusimama katika misingi ya itikadi sahihi hauwezi kudumu. Hapa Sheikh asema lianna hadhihi arrabita, sababu hakika yale mafungamano ya tauhid allati baina ahli at-tauhid wal iman رابطة باقية مستمرة دائمة في الدنيا والآخرة, ndio mafungamano yatakayobakia hapa duniani na kesho akhira.
sababu hao wapendana kikweli ndani ya nyoyo zao, amtakia ndugu yake kheri. Si kama vyama vile vya youth vile, unajua vyama vya youth vile vya mitaani vile, kuna pesa bwana, tatulaja tundani na vijana waungana, basi youth bwana register nini, kuna fulusi. Zile fulusi zikishatoka watu waanza kutiana ngumi. Sasa wewe unkula zaidi bwana, wewe unkula zaidi bwana, wewe unkula wewe. Kumbe ilikuwa ule umoja wao ni umoja wa senti tu. Zile senti zilivyotoka, bahati nzuri mwenzake alimtangulia kabla yeye kufika pale, kapokea yeye. Na kama pesa nyingi wewe za kwenda Dubai akarudi kama mara mbili hivi, anchanganyikiwa. Wajua kuna watu wajezoea kushika pesa, akishika hivi ashikana kama bumbwazi. Acha nende Nairobi kwenda kufanya nini? Nanunua magodoro. Watakia nini magodoro tena kama 20? Utalalia mangapi? Anchanganyikiwa. Kuna watu uchanganyikiwa, ndio utajua kwa nini siku yote afadhali ubakie vile vile ulivyo. Kwa ajili ya dunia tu watu wakakosana, wakawa wapatani, wakaanza kusemana, kwa sababu hizi nyoyo haziko pamoja. Wadhihirisha tu mbele za watu kwa tuko pamoja, lakini ndani ya nyoyo zao hako pamoja. Hasa mtu yote akaja hapa akaniambia, mashaallah kuna chama fulani wale kitu kimoja chama mwanzo ikiwa mwanzo hivi vyama vya demokrasia hivi, hata siku moja au kitu kimoja ndani yake mambo ya kidunia na kufri zingine hizi hapo kabisa. Sasa wewe unataka kuleta yale mambo ya kidunia ulete katika dini? La. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولمنا waona vipenzi hapa wapendana hapa duniani, siku hiyo ya kiyama kila mmoja atakuwa adui wa mwenzake isipokuwa wacha Mungu peke yake, waumini ndio ndugu wao tabakia ila يوم القيامة إلا المتقين. وقال في الآية الأخرى وتقطعت بهم الأسباب أي العلائق والصلات. Siku hiyo yatakatika mafungamano yote, hakuna mafungamano yatakayobakia isipokuwa mafungamano ya ahlu tauhid peke yao, ndio mafungamano yao yatabakia mpaka akhira. Fakullu silatin munqati'ah, kwa kila mafungamano hapa duniani yatakatika siku ya kiyama. Wa kullu hubbin dhahibun, kila mahabba unayoona watu wapendana hapa duniani kesho akhira yatakatika, yataondoka. وكل تواصل زائل إلا الحب والصلة والتواصل في التوحيد والإيمان بالله عز وجل. na kila mafungamano yataondoka, yatakwisha, isipokuwa mahaba na mafungamano katika tauhid na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio kutaka kubakia. Mahaba hayo ndio tabakia peke yake, ama mengine si hivyo. Wallahi kuna watu watajuta kwa nini fulani alikuwa rafiki yake. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, siku ya kiyama ile dhalim atajiuma mikono miwili. Mara nyingi huambia hapa sisi tunasema kauma kidole cha majuto, sio kauma kidole. Siku hiyo kwa sababu majuto ni makubwa, huumi kidole, wauma mikono, tena yote miwili si mmoja. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, kwa yale majuto auma mikono yake yote miwili, vidole vyote kama nini watafuna hivi kama mbwa. Kwa nini? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya laiti ningelifuata njia ya mtume. Ya wailata, ole wangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Angalia, yule alikuwa kipenzi chake hapa dunia amuita khalil, lakini alikuwa ni katika kufr, katika shirk, katika mabalaa. Atamani lau kama asingemfanya rafiki. Lakini sizama siku ya kiyama watu wa tauhid, hata yule mmoja ambaye pengine ataadhibiwa kwa sababu ya madhambi aliyofanya makubwa, hakutubia, yuko ndani ya moto wa jahannam, ndugu zake wamkumbuka, wamwombea shafaa na Allah amsamehe, amtie peponi. Na ndio pale watu wa motoni watakapokuwa waona watu wa tauhid, wale washirikina waona watu wa tauhid watolewa kwa shafaa, ndugu zao waombea shafaa, watolewa motoni.
watakosema fama lana min shafi'ina wala sadiqin hamim, sisi lakini hatuna wa kutuombea shafaa, rafiki wa kutuonea uchungu hatuna. Watamani lau kama wangerudi huko duniani na wao wakawa waumini, falau anna lana karratan fanakuna min almu'minin, lau kama tungepewa nafasi ya kurudi tena duniani ili tuwe katika waumini. Angalia vile wanavyoombeana shafaa mpaka ndani ya pepo. Ndugu yetu fulani yuko wapi bwana, tulikuwa na yeye. Wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamee, Allah yomsamee amtia peponi ndugu yao katika tauhid. Kini washirikina wayal'anu ba'dukum ba'dha, wale ni laana tu, kila mmoja akiingia mlaani mwenzake. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, kila wakiingia kundi wa walani wengine. Wao waingia wa mwanzo, wale waliotangulia, kisha waingia wale wanaofuata, wanasema hao ndio walitupoteza sisi, hao watakana uwaongezee adhabu ya rabbi hao. Kazi yao ni kulaani kila mmoja. Yakfuru ba'dhum biba'd wa yal'anu ba'dhum ba'dha. Hii ndio hali itakayokuwa mafungamano ambayo si ya tauhid. Na hapa tuona umuhimu sana wa tauhid. Laiti kama walinganizi wangelifahamu hili jambo, wakalipa kipaumbele, wakawa walingania watu katika tauhid. Eti leo walinganizi wanaolingania katika tauhid ndio waambiwa kazi yao wafarikisha watu. Ama mjasikia nyinyi? Na makhurafi hufikia hali wasema ule msikiti ule Masjid Dirar ule, basi wewe kapuku wa elimu usioelewa, si uje uelezwe nini maana Masjid Dirar. Wewe unajua Masjid Dirar uko vipi? Sifa gani Allah amezitaja za msikiti ambao ni Masjid Dirar? Huyu sasa, huu ni msikiti una madhara kwa waumini. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. Kitu cha kwanza katika sifa yule msikiti wa wanafiki waliojenga ni kuwalingania katika kufru, wa tafriqan baina almu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, na kufarikisha baina waumini. Tauhid ya waunganisha waumini, haiwafarikishi. Sasa wewe angalia, msikiti walingania kuwa aombwe Allah peke yake, watu wawache kuomba maiti ya nani. Na kuna msikiti mwingine, kuna shekhe amekaa pale akwambia uwezi kukubaliwa dua mpaka upitie kwao hawa maiti. Nani ndio mwenye Masjid Dirar? Si wao walingania katika shirki na kufuru, watu wanaofanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mmoja azungumza hivyo, mmekuja nyinyi na mashekhe wenu wa Saudia wenye marefu marefu ya kufagia, ati aona anakuja na rhyme. Kwani tusoma rap hapa? Ati mashekhe wa Saudia wenye ndevu za kufagia, kumbe hajui kwa neno lake ile alilozungumza amezungumza kufr, iyadhan billah, kufr, istihza na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makhurafi hao, makhurafi ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, machezo tu dini yao, machezo tu. Ndio maana waweza kuona kwao msaada kufanya istihza na dini. They are not serious kabisa, joking with their lives, kwa kufanya mzaa tu maisha yao, keti dini yao jokes tu. Vipi Aisha auliya Allah basi, kisha sema mtu mzima, mzee mzima kapewa twari hilo, subhanallah, limempita masikio yake. Piga goma, piga wewe, mtu mzima fanya mambo gani ya msikitini bwana? Sasa hii misikiti inaolingania watu katika bid'a na shirki na nini, mngeliangalia vizuri mwanzo misikiti. Lakini misikiti ya sunna inawalingania watu katika sunna. Au maona mkishambuliwa, sisi tuwashambulie kwa sababu msiwapoteze watu. Nyinyi mwapoteza watu bwana. Dini ya Uislamu dini safi kabisa, amekuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaiweka kwa huu umma. Hatuna sisi isipokuwa kufanya nini? Kufuata tu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maneno si yako wazi tu, njia yangu imenyooka hii hapa, wewe fuata. Mimi bwana naona tungeongeza hii bwana. Sasa hizo fikra zako ndio waharibu. Wewe fuata tu, usitie fikra zako kuongeza ukawa kama panya
panya ajua ndio yuaje kwenye nyumba ishajengwa, toboa hapa, toboa hapa, toboa huko, toboa huko. Akiingia dukani ala yaili nusu, ile robo, haribu tu. Usiwe hivyo. Wajua watu wa bid'a kama panya bana. Atoboa mfuko wa sima huu hapa, basi si ule umalize, atatoboa mwingine kule. Na kule kwingine atoboe. Haribu wewe utengenezi. Sheikh asema hapa fama kana lillahi, maneno mazuri sana, fama kana lillahi dama wattasala, kile ambacho ni kwa ajili ya Allah kitadumu na kitazidi kushikamana hakiwachani. Wama kana lighairihi inqata'a wa infasala, na kile ambacho si kwa ajili ya Allah basi kitakatika, kitaendelea, hakiwezi kudumu. Kitakachodumu ni kile ambacho ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo ilivyo hata jambo lako la dini, ikiwa walifanya kwa ajili ya Allah basi litadumu, lakini ikiwa si kwa ajili ya Allah haliwezi kudumu. Jambo lolote ambalo halina ikhlas ndani yake na tauhid haliwezi kudumu hata siku moja. Utaanza kwa sababu watu wakuone na nini, utachoka, utaenda mpaka lini? Anayefanya lillah ndio hachoki, sababu yeye humridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, yule hachoki, ataendelea. فمهما كانت الرابطة قوية ومهما كانت الصلة عميقة ستنتهي إما في الدنيا أو في الآخرة قطعا، إلا الصلة التي تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى وحسن الإيمان به، فهذه صلة دائمة مستمرة باقية في الدنيا والآخرة.